Mtazamaji wa Sport Mtaa, karibu sana. Karibu na ukaribie, karibu kwenye meza ya mazungumzo, na leo hii tupo mtaa wa maeneo ya Tabata Aroma, ama unaweza kuita Tabata shule kwa eneo la karibu karibia hapa. Hapa tupo makao makuu ya Dr. Ho. Huyu ni daktari wa magari aina Ho. Tutakwenda kuzungumza nao, lakini kubwa yeye ni mdau wa michezo, lakini pia huyu ni mdau kwenye masuala ya ujasiriamali kati ya vijana ambao wanaunga mkono juhudi za Rais Samia Suluhu Hassan kwenye kupiga vita umaskini. Huyu huwezi kumwacha. Yeye ni nani anakwenda kutuambia, lakini kubwa zaidi ni kufahamu namna ambavyo kampuni ya Ho, kampuni kubwa kabisa ambayo inajihusisha na udaktari wa magari. Kwa mara ya kwanza tunamwona daktari wa magari sasa. Kwanza hongera kwa namna ambavyo tumefika hapa. Ni sehemu ambayo ina ubora uliomithilika kabisa. Mimi ni Sike Freddy, wewe ni nani? Okay, mimi naitwa Elia Menard Nsemwa, maarufu Dr. Ho. Dr. Ho, udokta wake uko wapi? Sisi ni madaktari wa magari yanayoitwa Ho. Ho ni magari ya Kichina. Ni magari yanayotoka China, lakini yanafanya kazi sana kwa sasa kwa Afrika na maeneo mengi ya dunia. Kwa hiyo ni teknolojia mpya kidogo, kwa sababu hatujazoea kupata trucks kutoka China kwa miaka mingi. Lakini kwa mfululizo kama miaka 10 tumeanza kupokea haya magari, na ni teknolojia mpya, kwa hiyo hata utendaji wake kwa maana ya matengenezo na vitu vingine yapo kisasa kidogo. Kwa hiyo mimi nimebase kutibu magari hayo aina ya Ho. Kwa hiyo nina spare parts na ninatengeneza pia, lakini hata ukitaka jipya nauza magari mapya aina ya Ho. Yes, karibu. Nyuma kamera ipo Madam Jackie the Boss Lady. Leo nimefika hapa, nimeona kuna ugeni mkubwa wa wachezaji wa zamani wa klabu ya Yanga. Nimeona Mohamed Hussein Chingawani, Ramazani Kampira. Hao na rekodi zao kwenye mpira wa Tanzania, lakini kwenye klabu ya Yanga. Yanga maveterani leo wamekuja hapa, wamepata vifaa vingi. Nini kilikuwa zaidi ya hapo baada ya kumuona umewaita wachezaji wa zamani wa klabu ya Yanga? Actually kwanza naomba kudeclare mimi ni shabiki wa Yanga kindaki. Kwa hiyo kumkuta mtu wa Yanga yeyote kwenye ofisi yangu ni jambo la kawaida, kwa sababu hapa ni kwao. But leo tulikuwa na ombi nililetewa la udhamini wa timu ya Yanga Veterans ambao wanaenda kwenye mashindano ya, kuna ligi ya Veterans imeandaliwa. Kwa hiyo ni mashindano ya nchi nzima, ni ligi kuu hiyo. Kwa hiyo timu yetu ya Yanga Veterans nayo inashiriki. Kwa hiyo waliomba ni dhamini timu kwenye vitu vya msingi ambavyo wanaenda kufanya. Kwa sababu mimi ni Yanga, kwanza siwezi kupinga hilo, lakini pia kwa sababu napenda michezo, napenda mpira. Kwa hiyo nikawiwa kufanya kile ambacho walikuwa wameniletea kama ombi. Kwa hiyo leo umeona wengi hapa walikuwa wamekuja kwa ajili ya makabidhiano ya vifaa vya kuendesha mashindano hayo, lakini vifaa vyao pia vya mazoezi na mambo mengine. Tunawakumbuka kidogo wazee wetu, tunawaenzi. Yes. Yeah. Kwenye ligi ya maveterani zipo club nyingi najua, lakini ukitaja Yanga utataja Simba haraka. Hapo Azam Veterans, Coastal Veterans. Vipi Simba kigonga mlango kuja kwako Veterans, utawapokea? Licha mimi kuwa Yanga, mimi ni shabiki wa mpira na ni shabiki wa mpira mzuri. Sasa Yanga haiwezi kuwa bora bila Simba kuwa na competition nzuri kwa Yanga. Hapo ndo tunapojipima ubora. Kwa hiyo kwangu mimi, labda wao wameshindwa kuniface kwa sababu wanajua mimi ni shabiki wa Yanga, lakini kwangu mimi rango iko wazi. Kitu ambacho na mudu naweza kabisa kukifanya. Kwa hiyo wote ambao wanahisi wana uhitaji labda ambao utakuwa ndani ya uwezo wangu, wakaribie tu. Yaani haijalishi ni club gani. Lengo hasa ni tunakuza mpira wa ndani, tunakuza ligi zetu, lakini pia tunawaenzi watu ambao wametufikisha tulipofika. Kwa hiyo iwe ni klabu yoyote ambayo inahusika na nchi yetu, mimi niko tayari. Bwana mtazamaji, tayari ni zamu ya wadau. Kashazungumza hapa Dr. Ho kwamba klabu ya Simba, Azam Veterans milango iko wazi. Kama mtaona kuna nafasi ya kupata vifaa kama alivyopata leo Yanga Veterans, milango iko wazi sana. Hii nafungwa hii hapa.